Naam, mambo vipi ndugu wapendwa, wanaendeleaje tena nyote kwa sasa, mko salama? Bila shaka kabisa tuna matumaini ya kwamba mko salama salamini. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, tunawasalimia. Nasi tuko wazima, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa anaendelea kutulinda mchana na usiku. Tuko dimanche le 18 janvier 2026. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari mbichi, ni taarifa mbichi kabisa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo tutawapeleka moja kwa moja mjini Uvira tuwaambie kinachoendelea. General Feka Adui alifika katika ndani ya mji wa Uvira. Vikosi vya jeshi la Kongo nao waliwasili hapo ili kukontrole mji wa Uvira. Katika habari zetu pia tutawaambia kuhusu waasi wa M23 ambao kwa sasa baada ya kutoka katika mji wa Uvira walielekea katika vijiji karibu na hapo, wakaanza kuzivalia sare za waraia, donc kujificha karibu na pale ili wakati wowote tena wafanye vita watake mji wa Uvira. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Hivyo basi tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Pia muendelee kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa na zipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp, gusa hapo kwenye titre, chini ya titre hiyo mu description utapata link yetu, jiunge nasi. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Bila kukawia kabisa tuwaingize ndani ya habari zetu ambapo tutazianzia katika mji wa Uvira. Wazalendo wanaendelea kuingia wengi katika mji wa Uvira, mkiwemo viongozi wao tofauti. James Feka Adui, mojawapo wa general wa wazalendo katika Sud Kivu, aliwasili katika mji wa Uvira na akapana message kidogo kwa wakaaji wa mji wa Uvira na pia kwa wakongomani wote. Wakati alifika hapo, video ndio hiyo, muifuate. Kwa jina ya James Feka ndio afande, unapatikana kwa sasa maeneo ya jiji la Uvira baada ya mwezi mmoja kutokuonekana pamoja na wenzenu wa Zalendo. Kipi kinawafanya kurudia katika maeneo yenu ya zamani? Jambo la kwanza nitasema pole kwa population yetu ya Uvira kwa uvumilivu mliovumilia kwa hii muda kidogo. Tulitoka hapa wakati M23 ilipoingia hapa Uvira, tukapanda kwenye vilima tukafika mpaka Fizi. Tulipofika Fizi tulijipanga bupya na tuko bupya. Force zote za Fizi bila kutai mvuma mtu, tukajiweka pamoja, tukasema nchi yetu haiwezi, tuko tunakimbia, mwisho ni wapi? Tukaresiste Munene, ndio kwetu kutana na M23 Munene. Tukapigana na M23 Timakobola mpaka hapa Luhanga. Mungu anasaidia, leo naonekana hapa Uvira. Kama naonekana hapa Uvira sio nguvu zangu mimi mwenyewe, ni nguvu za wazalendo wote na FRDC Gepare, FRDC Aibu, ndio wenye tuko pamoja, na muda kidogo mtawaona watafika hapa. Tuko wengi na tuko nguvu. Vizio yetu sio kukamata Fizi na Uvira tu, hapana. Paka vizio yetu mpaka kokote adui anapatikana. Kama disi tunafika hapa tunakutana anajiretire mwenyewe, na tufike Bukavu tukutana shajiretire bila oga, bila shaka. Sino tuko nguvu, haiko ile uzalendo wa zamani. Nadhani ya kwamba video hiyo mmeifuata kabisa. Ni wakati alikuwa amefika mjini Uvira. Wazalendo baada ya kufika ndani ya mji wa Uvira walikuwa deploye mu maeneo tofauti, donc walikamata kabisa maeneo yote ya mji wa Uvira. Wakati walikamata mji wa Uvira na maeneo tofauti, wakafanya sasa msako, donc ratissage. Waliingia Katon, waliingia ndani ya maeneo ya Kasenga, wakaingia
kuporo ya Kalundu, wakaingia kote katika mji wa Uvira wakifanya ratisage, na wakati walikuwa katika msako huo, vikosi vya jeshi la Kongo viliwasili hapo kutoka katika eneo ya Kalemi, plutôt si Kalemi, ni ndani ya eneo ya Baraka. Wanajeshi hao walifika katika bato, ndio hao wakati walikuwa katika njia wakielekea katika mji wa Uvira. Groupe au formé bino police militaire ya 33e région militaire biso na kati ya boti tozala Baraka tozozonga Uvira olangi nde image wana tindeli bino biso bapapa Mike ya 33e région militaire oyo ya Bukavu. Tozalaki na Baraka nde tozomata boti tozokende vers Uvira. Biso ngai moko Sergent Major Sangama Pasipol, police militaire ya 33e région militaire ya Bukavu. Eza confirmé nga mone na tindeli binango ngai Nadhani kwamba video hiyo nayo mmeifuata. Hao ni wanajeshi wa Kongo ambao walikuwa wakielekea katika mji wa Uvira. Waliwasili hapo saa za jioni ya leo ili kuweza kabisa kuimarisha usalama katika mji wa Uvira na hata maeneo karibu na pale. Osi wanajeshi wa Kizalendo walideploye wanajeshi wao wote katika maeneo tofauti karibu na mji wa Uvira. Baada ya kupewa onyo ya kwamba waasi wa M23 wako katika maeneo karibu na mji wa Uvira na hata maeneo yanayokuwa katika karibu sana na Uvira, na pia mji wa Uvira kuna habari zilizosambaa kwamba kuna wanajeshi wa M23 ambao wako karibu plutôt wako katika na mji huo, na wakati walikuwa hapo wazalendo ndipo walianza sasa kufanya ile ratisage. Waliingia katika na maeneo tofauti na pale, na vyanzo vyetu kutoka hapo na pia taarifa mingi kutoka katika Uvira zilithibitisha habari hizo ya kwamba waasi wa M23 walielekea katika vijiji karibu na hapo katika mapozisio yao tofauti, wakakaa hapo, na baada ya kufika katika vijiji hivyo wakaanza kuzivalia sare za raia, donc wakavala tenisi vile ili kujificha katika maeneo hayo waweze kuwa na bakia pale ili kupanga kama wanaweza wakadestabilize tena mji wa Uvira wakiatakia hapa na pale mji wa Uvira, baada ya mji huo kukamatwa na vikosi vya wazalendo pamoja na jeshi la Kongo. Wakaaji wa Wanyamlenge waliokuwa wakiishi katika mji wa Uvira wote waliondoka mjini humo kutokana na jinsi walikuwa wakihofia maisha yao ya kwamba wazalendo wanarejea katika mji huo. Community ya Wanyamlenge nao kuwa na kundi la wahasi wa Twirwaneho waliogopa sana ya kwamba wazalendo kurejea hapo, hali ya usalama yao itakuwa ni mbaya. Wakaondoka katika mji huo, wengi wao walielekea maeneo ya Kiliba, wengine Sange, wakiondoka katika mji wa Uvira. Vice gouverneur wa Sud Kivu alikuja kutangaza habari kuhusu mji wa Uvira. Yule Purusi alialerte kuhusu playa M23 ya kuleta panike katika mji wa Uvira baada ya kujiondoa hapo. Baada ya kujiondoa jioni ya jana, muungano wa waasi wa M23 na vikosi vyote vikosi vya kizalendo viliuchukua mji huo. Katika eneo hiyo mitaani raia walisherekea kabisa kurudi kwa uhuru na amani, lakini nyume na furaha hii mamlaka za jimbo zinaitisha tahadhari kubwa. Gavana wa Sud Kivu Jacques Purusi anasema kuna mpango wa kuharibu utulivu ulioandaliwa na waasi kabla ya kuondoka. Katika taarifa yake alisema kwamba wakijiondoa, kwa mjibu wa taarifa, wameacha watu wanajeshi waliovaa kiraia lakini wenye silaha mjini Uvira ili kupanga machafuko, uparaji na kuwatisha makundi madogo, hasa raia wa Nyamlenge ambao hawakuwahi kuondoka nao, alisema gavana wa Sud Kivu. Katika hali hiyo machafuko yanatarajiwa kabisa
Matukio ya uporaji ambayo yalianza jana na waasi yanaendelea leo. Uporaji wa mali za umma na binafsi umeripotiwa katika maeneo kadhaa. Kwa mjibu wa vyanzo vya ndani, matendo haya yanadaiwa kufanya na washirika waliowekwa na M23 ili kusambaza machafuko na kuharibu taswira ya kurudi kwa utulivu. Jacques Purusi anasema pia kuwa waasi hawajaenda mbali. Wameondoka kwenye viunga vya Uvira, kwenye milima hasa Kagongo, Katongo, Makobola ya kwanza na pili, wakiwa na lengo la kuelekeza silaha zao kwenye jiji ili kurudia wakati wowote. Wanasema vyanzo kadhaa mjini Uvira vinadhibitisha hatari za kuingiliwa na waasi na uchochezi unaolenga kuhalalisha kurudi kwa M23. Kukabili tisho hili, viongozi wa jumuiya za mitaa wanaitisha kujizuia na mshikamano, wanawahamasisha raia wasijitoe kwa mbinu zinazolenga kuvunja umoja kati ya jumuiya na kuimarisha kuishi pamoja kwa amani. Hayo yalitangazwa na Jacques Purusi. Asante, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo, na washukuru sana na nawaomba kuendelea kusubscribe, yani kujiabone na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi. Merci beaucoup.